Kwa kawaida neno letu hatimaye tunakuwa na wakati mzuri wa kuomba na kuweza kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuomba kwa ajili ya neno. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninakiri sababu Mungu wa kuja mbele zako nikikushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako nyingi. Watu wako tumekusanyika alasiri ya leo wakati huu kwa ajili ya kulisikia neno. Mpe kila mmoja nafasi ya kulifuatilia neno, na kwa neno hili imani yake ikapate kupanda, na hatimaye tuweze kuona uweza wako katikati yetu, katika jina lako Bwana Yesu, amen. Kichwa cha somo letu siku ya leo kinasema maombi kiboko cha shetani. Maombi kiboko cha shetani. Watu wengi wanakuwa wana hofu kubwa sana juu ya nguvu za giza na kazi za shetani. Wasijue ya kwamba Mungu ametupa sisi nguvu ambayo naweza kuita kwamba ni kiboko cha shetani. Na kama tutapata ujuzi wa neno la Mungu, hii hali ya kuhofu nguvu za giza, kuhofu kazi za ibilisi, namna yote ile, kuwa na hofu katika hilo, haitampata kabisa mtu ambaye anayejua kweli inayohusiana na maombi pamoja na utendaji wa kazi wa ibilisi. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 7. Yakobo sura ya 4 na mstari ule wa 7, maandiko yanasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo kuna namna ambayo Mungu ameiweka katika maisha yetu sisi tuaminio kwamba tuna uwezo wa kumkimbiza shetani, na shetani akakimbia, akahama kabisa katika himaya yako, akaondoka kabisa katika maisha yako. Ijapokuwa bado hatakuwa mbali, lakini uwezo wa kumkimbiza shetani, uwezo wa kuyakimbiza majeshi ya kuzimu, uwezo wa kumfanya akimbie, Bwana ametupatia huo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa bahati mbaya sana, watu wengi waaminio waliomwamini Kristo hawajui juu ya kweli hii kwamba tumepewa kuyakimbiza majeshi ya adui. Na kama tujuavyo ya kuwa mambo mengi yanaanzia katika ulimwengu wa roho, kabla hayajawa dhahiri, hatujaona kwa macho katika mwili. Na watu wa Mungu lazima tuwe na ufahamu huo, tena tuweze kuwa na ufahamu wa kutosha kabisa kuhusu vita tunapokabiliana navyo katika ulimwengu wa roho. Na juu ya yote tuweze kufahamu jinsi ambavyo tumepewa uwezo wa kuyakimbiza majeshi ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 12. Kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 10 mpaka mstari ule wa 12. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sikiliza vizuri. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu
mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho. Utendaji wa kazi wa shetani ni katika ulimwengu wa roho. Na shetani huyu ndiye adui yetu mkubwa, adui wa kanisa, adui wa wanadamu wote kwa ujumla. Yeye ndiye aliye chanzo cha uharibifu wa kila namna ambayo tunauona katika maisha ya wanadamu, na ndiye aliyekuwa sababu hata wanadamu wakaondolewa pale katika bustani ya Edeni. Mwanadamu akatengwa na Mungu. Mwanzo huu wa mabaya tangu mwanzo ndiye kazi ya shetani ambayo bado anaifanya mpaka sasa hivi. Wakorintho wa pili sura 11 na mstari ule wa 3. Wakorintho wa pili sura 11 mstari wa 3. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa ila yake, asije akawaharibu fikira zenu mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Yule nyoka, shetani anaitwa nyoka. Huyu ndiye mwanzo kabisa aliyesababisha mwanadamu kutengwa na Mungu na kuondolewa katika bustani ya Eden, pale ambapo alimdanganya Hawa, na ule udanganyifu ukafika mpaka kwa Adam na ikawa sababu ya wao kutengwa na Mungu. Na ndio urithi ambao tumekuwa nao wanadamu hata sasa. Mungu kwa neema yake na kwa upendo aliokuwa nao akamtuma Kristo kwetu ili kurudisha uhusiano ambao ulivunjika kwa sababu ya nyoka au shetani. Anaitwa nyoka wa zamani, ndio huyo nyoka mkubwa. Ufunuo sura 12. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 9 alafu mstari wa 12. Ufunuo sura 12 mstari wa 9 alafu 12. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Mstari wa 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ambaye shetani huyo ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hiyo huyo shetani ndiye Ibilisi huyo, ndiye nyoka huyo. Huyu hapo mwanzo alikuwa ni malaika kule mbinguni, lakini kwa sababu ya uasi wake akatimuliwa, akatupwa katika nchi huku wanadamu tuliko. Maandiko yanasema ole wa nchi na bahari, kwa sababu huyo Ibilisi ameshuka duniani, ametupwa duniani akiwa na hasira, akiwa na ghadhabu, na tena anajua ana wakati mchache tu kabla hajatupwa tena katika adhabu ya moto milele katika Jehanamu. Kwa hiyo huyu ndiye adui mkubwa wa wanadamu, ndiye adui mkubwa wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kujua leo kwamba adui yako unapokuwa katika maisha hapa duniani ni shetani, ni Ibilisi. Yeye ana uwezo wa kukuharibia maisha yako, ana uwezo wa kukutengenezea maadui wengine hapa duniani. Maana ana uwezo kuingia ndani ya watu wengine, na watu wengine wakawa ni adui zako, au watu wengine wakakuotea, au watu wengine wakawa kinyume na wewe,
Shetani anazo nguvu na uwezo ulio juu ya nguvu za kawaida za mwanadamu, na mwanadamu hawezi kuwa na nguvu za kuweza kumdhibiti huyu adui isipokuwa pale ambapo sisi tunapewa uwezo huo na Mungu kwa jina la Yesu. Na uwezo huo unakuja kwetu kwa jina la Yesu pale ambapo tumemwamini Kristo. Tunapokuwa tumemwamini Kristo, tunapewa huo uwezo. Kama maandiko yanavyosema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Sana Yohana sura la 1 mstari wa 12. Kwa sababu hiyo, uharibifu tunaouona leo unaanza katika ulimwengu wa roho kabla haujawa dhahiri katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Ndiyo maana ya kupasa kujua kwamba kama unataka kumdhibiti adui, udhibiti huo unafanyika katika ulimwengu wa roho, si katika ulimwengu wa nyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adui yetu Shetani tunamdhibiti katika ulimwengu wa roho. Sasa unamdhibitije adui huyu katika ulimwengu wa roho? Ni kwa maombi, ni kwa njia ya maombi. Kwa sababu kwanza, huwezi kumwona kwa macho, wala huwezi kumshika kwa mikono, wala huwezi kusema naye, lakini Mungu ametupa nguvu ya maombi. Hii peke yake ndiyo ambayo tunaweza kuitumia pamoja na mambo mengine machache, lakini nguvu kubwa ya kumdhibiti adui ni kwa njia ya maombi. Na watu wengi sijui kwa nini wanasahaulishwa, sijui kwa nini wanapotezwa, siuone ule umuhimu, sijui inakuwaje hata mtu anakuwa haelewi jambo hili lilo rahisi sana. Yesu akasema Shetani yeye ndiyo mwizi. Huyu ndiye muuaji ambaye anachinja watu. Huyu ndiye anayeharibu na kuharibia wanadamu na kuharibia watu maisha yao. Hizo ndizo kazi zake. Na ikiwa mtu atakuwa hana ufahamu katika jambo hili, adui ataiba, adui atachinja, adui ataharibu mambo yako, na utabaki unalalamika na haitakusaidia. Lakini Mungu kwa uweza wake na kwa msaada wake, kwa rehema zake, akatupa sisi nafasi ya kuomba, kwamba awai yeyote yule akiomba kwa jina la Yesu ili mambo fulani yatokee, hayo yatatokea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura la 10 na mstari wa 10. Yohana sura la 10 na mstari ule wa 10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Huyo anayeitwa hapo mwivi, huyo ni Shetani. Yeye ndiye ambaye anaweza akaiba wakati hujajua, ukaibiwa, ukapata na uharibifu. Akipata nafasi anachinja, anaua, na watu wengi wanafikiri kwamba vifo vyao vimetokana na Mungu, lakini ni Shetani amechinja. Ni Shetani aliyechinja. Tunaweza kuziona kwa mfano kazi za Shetani katika maisha ya Ayubu. Biblia inaeleza jinsi ambavyo Ayubu alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa amestawi sana,
alikuwa amebarikiwa, alikuwa na mali, alikuwa na vitu vingi, lakini Mungu akataka kutufundisha kwamba vile vilivyo vya kwetu, zile zilizo baraka, adui ana uwezo wa kuharibu na kuvuruga kabisa, na ukaharibikiwa. Sio kuharibikiwa tu, lakini anaweza akaua kabisa adui. Angalia kitabu cha Ayubu. Ayubu sura la kwanza. Tuanze hapo mstari wa 12 mpaka 19 kwanza, tuone hapo. Ayubu 1. Weze kuona jinsi ambavyo shetani, kuliko watu wanavyojua, akipata nafasi anaweza kaleta madhara makubwa sana katika maisha ya wanadamu. Ayubu 1:12 mpaka 19. Bwana akamwambia shetani, tazama, yote aliyo nayo, yani aliyo nayo Ayubu, yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Ilitukia siku moja, hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua wakaenda nao, na wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Ayubu alikuwa na ng'ombe jozi 500, yani hao ni ng'ombe 1000 jozi, walikuwa nafungwa wawili. Na ikaonekana sasa ni kama kuna watu wamekuja, watu wamekuja, wamewapora wale ng'ombe, wamekimbia nao na kuwaua wale wafanyakazi wachungaji. Kumbe nyuma ya huo mpango alikuwepo nani? Alikuwepo nani? Alikuwepo shetani. Maana ndio huyu ambaye ametoka mbele za uso wa Bwana na amekwenda sasa kusababisha hayo yanayotokea huko. Tuendelee hapo kuangalia mambo mengine ambayo yalikuwa yametokea hapo. Mstari wa 16. Huyo alipokuwa kinena, akatokea mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Sasa Ayubu alikuwa na kondoo 7,000. Kondoo 7,000 hapa wanateketea kwa moto, na huyu mtu anadhani kwamba huu moto ni wa Mungu. Haukuwa moto wa Mungu. Leo unaposikia moto umeteketeza nyumba kadhaa, moto umeteketeza sio maduka, moto umeteketeza sio makazi ya watu, sio moto wa Mungu. Huo moto nyuma yake yuko nani? Ni shetani. Ni kazi ya shetani kabisa. Huyu anasema kwamba moto umeanguka kutoka mbinguni. Haikuwa hivyo. Mstari wa 17 na kuendelea. Huyo alipokuwa akaja kenena, akatokea na mwingine na kusema, Wakaldayo walifanya vikosi 3, wakawaangukia ngamia, wakaenda nao. Naam, wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Sasa Ayubu alikuwa na ngamia 3,000. Ngamia kwa nyakati hizo walikuwa ni kama malori, ndio ambao walikuwa wanabeba mizigo mizito kabisa, walikuwa wanabebeshwa hao ngamia. Na ngamia 3,000 sasa wamekwenda vikosi 3 vya maadui wamekuja, wakaangukia ngamia, wamewapora, wameondoka nao. Na ni matukio yanaonekana yanatokea hapo ya mfululizo mnayo. Tusema yani huyu ana mkosi, ana mikosi huyu, kwa nini mabaya yanampata? Yani limetoka hili likaja hili, yani huyu ana mikosi. Nafikiri ni laana. Nyuma ya hayo yote yuko nani? Shetani. Mstari wa 18.
Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo wenye nguvu ukatoka upande wa jangwani, ukaipiga hiyo nyumba pembe zake 4, nayo ikawaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Ayubu alikuwa na watoto wa kiume 7 na mabinti 3, jumla watoto 10. Na hapa walikuwa kwa ndugu yao mkubwa na walikuwa na karamu. Ikaonekana ni kama ajali imetokea. Upepo umekuja, umevuma, umeiangusha ile nyumba, imewaangukia vijana wale, wamekufa. Ajali. Na katika macho ya kawaida, yani kuna ajali imetokea, nyumba imeanguka, imewaangukia watu wamekufa. Lakini nyuma yake alikuwepo nani? Alikuwepo nani? Maandiko yako wazi sana. Shetani ndiye ambaye alikuwa anafanya kazi hizi. Lakini hakuishia hapo. Shetani huyu akampiga Ayubu yeye mwenyewe baadaye. Akampiga na ugonjwa wa majipu. Maana nia yake alikuwa anataka kumwangusha kwenye imani. Haya yote yametokea, ikaonekana bado Ayubu anaendelea kumwamini Mungu, bado anaendelea kumtegemea Mungu. Sasa akasema, ngoja nipige hatua zaidi. Angalia kwa Ayubu sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Ayubu sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu uhai wake. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu kwa majipu mabaya, tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Ayubu akaonekana ana majipu. Ni ugonjwa sasa huo. Inaonekana ni ugonjwa mbaya umempata. Na watu wanasemaje? Huu ni ugonjwa wa Mungu. Yani Mungu yeye ndiye ambaye pia anatufanya tuugue. Huko ni kukosa maarifa. Maana kama utasema ni Mungu aliyekuletea ugonjwa, kuna sababu basi ya kwenda hospitali. Kuna sababu basi ya kumwomba Mungu. Maana ni Mungu amekuletea ugonjwa. Nakwambia, anayekuwa nyuma ya mabaya yanayoleta uharibifu katika maisha ya mwanadamu ni nani? Shetani. Shetani. Sasa tatizo linaanzia wapi? Tatizo linaanzia pale ambapo sisi tunakosa maarifa ya kujua kwamba haya yanayoendelea mabaya katika maisha yetu, haya yanayoendelea ambayo yanatuharibia, ni kuna uharibifu ambao unaendelea katika maisha yetu. Lazima ujue kwamba nyuma, maana humwone Shetani kwa macho, huoni kwa macho haya, lakini unatakiwa ujue kwamba nyuma ya hayo yote yaliyo mabaya yuko nani? Yuko nani? Usisubiri umwone kwa macho ya nyama, lakini kutokana na kweli ya neno la Mungu unatakiwa ujue kwamba hapa yuko Shetani kwa 100% katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapokuwa unaendelea kushangaa hujui kinachoendelea, unazidi kumpa yeye nafasi. Waraka wa kwanza Petro sura 5 mstari wa 8 mpaka wa 9. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 na mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Sikiza neno. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze, nanyi mpingeni huyo. Angalia vizuri huo mstari wa 9. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Nanyi mpingeni huyo. Tumeona pale mwanzo katika neno la msingi. Mtiini Mungu, mpingeni Shetani, na yeye atafanya nini? Atafanya nini?
Na hapa tunaambiwa huyo shetani ni kama simba angurumaye, ambaye anazunguka mitaani, yuko anazunguka mitaani akitafuta mtu ameze. Sasa huyu mtu ameze maana yake nini? Akitafuta mtu ambaye ataweza kumsababishia matatizo, anaweza kumsababishia magonjwa, anaweza kumsababishia uharibifu katika biashara yake, akamsababishia matatizo katika ndoa yake, akamsababishia magonjwa katika mwili. Yani chochote kile ambacho atapata nafasi ya kusababisha, shetani anazunguka mitaani, utamwona kwa macho. Hili ni neno la Mungu, unatakiwa uliamini neno la Mungu ili uwe salama katika jina la Yesu. Sasa wengine kwa kukosa maarifa, wengine kwa kutokulijua neno la Mungu, na wengine kwa kupuuza tu, wanasikia kama unavyosikia, alafu baada hapo wanapuuza tu. Anaona ili si neno tu lile, si Biblia, kwani ni mimi. Mungu anasema na wewe wakati huu, pokea haya maarifa, ujue ya kuwa adui anazunguka huko na huko, na anayetafutwa ni wewe. Anayetafutwa ni wewe pamoja na vyote ulivyo navyo. Yeye ni mwizi, tumeambiwa. Yeye anachinja, yeye anaharibu. Unapoona kuharibikiwa kwa namna yoyote ile, unapoona magonjwa, unapoona tatizo lolote lile, unapoona shida nyingi katika hizo, nyuma yake ni yeye mwenyewe. Ni ajali. Ni bahati mbaya? Hakuna bahati mbaya. Yuko huyu jamaa ambaye maandiko yanasema kwamba ana ghadhabu, ametupwa katika nchi, ana ghadhabu, ana wakati mchache tu umebakia, ana hasira, na hasira zake hana mahali pa kumalizia ila kwa wanadamu. Maana hata adhabu ile ambayo aliipata kule juu, akapigwa akatimuliwa, ni kesi iliyowahusu kina Adamu na Hawa, wanadamu. Kwa hiyo hata sasa hasira alizo nazo ni kwa wanadamu. Na wanadamu ni nani? Ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ulijue jambo hili, maana huu ndio ukweli na ndivyo ilivyo. Yesu akawaambiaje wanafunzi wake? Luka sura 22 mstari 31 mpaka 32. Luka 22 31 mpaka 32. Akasema, Simoni, Simoni, tazama, shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Angalia kile Yesu alisema. Angalia kile Yesu alisema, alafu Yesu alifanya. Akamwambia Simoni, ambaye ni Petro, shetani anawatafuta ninyi apate kuwapepeta kama ngano. Kuwapepeta kama ngano maana ni kuwasambaratisha, kuwaharibu. Awapepete kama ngano, lakini nimekuombea wewe. Maana ni kwamba maombi hayo aliyoyafanya Yesu, hiyo ndiyo dawa ya kumzuia huyo shetani asiweze kuwapepeta. Na kwa maombi aliyoyafanya Yesu, Simoni asingeweza kupepetwa, na kwa sababu yeye hataweza kupepetwa kwa sababu ya maombi ya Yesu, sasa yeye awaimarishe ndugu zake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo kusema mahali ambapo yako maombi, shetani hana uwezo wa kumpepeta mtu yoyote katika jina la Yesu. Mahali ambapo yako maombi,
Kama tuliambiwa kwamba mpingeni huyo naye atakimbia, tunampingaje? Tunampingaje? Tunajenga ukuta wa nyumba, tunajenga tofali, tunampinga vipi? Tunawasha moto, tunampingaje shetani? Shetani tunampinga kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa hii silaha, ametupa hichi kiboko cha kumchapa nacho shetani, na pamoja na yote aliyo nayo, na nguvu zake za giza alizo nazo, na uwezo wake wa kuzimu alio nao, lakini akikutana na bakora ya maombi, shetani lazima akimbie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo lililoko ni kwamba adui amefaulu na kufanikiwa kuwafanya watu wengi wasijue uwezo na nguvu iliyoko katika maombi. Watu wengi wamepofushwa fikra zao ili wasipate ufunuo katika habari ambayo Yesu alifundisha, kwamba huyu jamaa pamoja na ghadhabu alizo nazo, pamoja na hasira alizo nazo, pamoja na uwezo alio nao, lakini akikutana na maombi, akikutana na hiyo bakora, hiyo huwa inamkimbiza, na mnaweza mkamkimbiza huyu adui pamoja na yote alio nayo na mapembe yake, lakini mnaweza kumkimbiza kwa maombi tu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini adui amefanikiwa kuyazima maombi ndani ya kanisa na kuwafanya watu wasielewe kwamba ufanye nini sasa. Yaani nafika mahali mpaka tunachanganyikiwa, sasa itakuwaje jamani? Mbona imekuwa hivi? Mbona mambo yamekuwa namna hii? Sasa itakuwaje? Tunashindwa kuelewa, tunashindwa kutambua, tunashindwa kukaa katika maagizo yale na mafundisho ambayo Yesu alituagiza, ametufundisha, Roho ametufundisha. Mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini basi kama ni hivyo watu wanasumbuliwa leo na mapepo, wanasumbuliwa na nguvu za giza, watu wanaonewa, watu wanalia, watu wanavamiwa, watu wanatumikishwa? Shida iko wapi? Shida sio Mungu. Shida ipo katika kizazi chetu tulicho nacho, ambacho hakikai katika neno lile ambalo Mungu ametuambia, ili tatizo hilo lisiweze kukaa katikati yetu. Ni hilo tu. Tatizo sio Mungu, sio. Maana maandiko yanasema kwamba shetani anatafuta kuwapepeta ninyi. Na hapa alikuwa anazungumza habari ya wanafunzi, watu waliookoka, kwamba mtapepetwa kiroho. Wakati wanataka kwenda juu kiroho, yeye ana namna kupepeta, na kuhakikisha kwamba imani yako inashuka, kiroho chako kinashuka. Nafika mahali humwamini tena Mungu, unaanza kuogopa, unaanza kuona hofu, huamini tena maombi. Umeisha pepetwa, umeshafungua mlango. Lakini nimekuombea wewe Simoni, ili imani yako isitindike. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanafanya imani yako isitindike. Uendelee kumwamini Kristo Yesu kama jinsi ulivyoanza kumwamini Bwana, na ukaendelea kumwamini Bwana pamoja na mapito yote, pamoja na yote unayokabiliana nayo, ukaendelea kusimama katika imani. Kila ambacho kinaweza kusababisha imani yako isitindike, kwa sababu umefanikiwa kumkimbiza adui kwenye maisha yako, ni maombi. Nasema ni maombi. Nasema ni maombi. Wewe watafute watu ambao imani zao zimetindika, watu ambao wamekuwa flat kabisa, offline. Lazima ianzie kwenye maombi. Lazima ile betri ianze kunyonywa kwanza, zile nguvu zimalizwe. Maombi yanatufanya sisi charge yetu iongezeke, charge ya imani iongezeke.
nguvu ya imani iendelee kupanda. Ndio maana wakati mwingine maombi na kufunga na kuomba, imani hiyo inachaji zaidi. Sisi tunaona leo katika hata tunapochaji simu, si kuna chaja za kawaida si ndio? Unaweza kuweka asubuhi mpaka jioni haijajaa, na bei yake ndogo sana dukani. Unaweza kupata chaja hizi shilingi 3,000, 2,000. Alafu kuna zingine zina sifa ya faster charge na bei yake inakuwaje? Zile faster charge ambao ukiweka muda mfupi ukirudi hivi unakuta simu imejaa, bei yake inakuwaje? Inakuwa gharama zaidi ndio. Ni kwa namna hiyo hiyo maombi yanachaji imani zetu. Maombi yana maintain nguvu ya Mungu na imani tulio nayo katika maisha yetu. Kwa hiyo shetani anajua kwamba huyu mtu ni kizima maombi, yani vitu vingine vikukote, ulinzi wako, si baraka, si vitu gani, imani iliyokuwa, kila kitu kinaenda chini, kila kitu kinaenda chini hivi. Maombi yakipanda, chaji kiongezeka, simu ikijaa, una uhakika kwamba utaitumia muda mrefu zaidi, si ndio? Sasa ndivyo ilivyo. Yaani shetani anajua kabisa kwamba nikizuia maombi, amefanikiwa kuzuia mambo mengi sana katika maisha yetu ya imani. Tutaanza kuona tunaanza kuibiwa. Utaanza kuona kuna vifo vinatokea, shetani anachinja. Utaanza kuona uharibifu, mambo mengi yanatokea, mara limetokea hili, mara limetokea hili, mara limekuja hili. Angalia vizuri imani yako, angalia vizuri maombi yako, angalia vizuri jinsi ulivyosimama. Kwa nini kuna mambo yanapishana kama jinsi ambavyo ilikuwa kwa Ayubu? Hapo kwa Ayubu Mungu alitaka kutufundisha, na ndio maana Mungu ameweka maelezo jinsi ambavyo alitoa ruhusa kwa adui ili tujifunze kitu. Lakini Ayubu hakufanya dhambi yoyote ile, maandiko yanasema hivyo. Sisi kwetu leo haiwezi kuachiliwa ili watu wengine wajifunze. Hapana, tumeisha jifunza. Ukiona inatokea hivyo, ujue kuna tatizo, na linaanzia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani tunaona katika Biblia jinsi ambavyo alimzuia Paulo mara 2 asiweze kwenda Tesalonike kwenda kufanya kazi ya Mungu. Paulo mtume alikuwa ni mhubiri, alikuwa ni mhubiri wa Injili, na anakiri kwamba mara 2 hivi amezuiwa na shetani asiende Tesalonike. Kama Paulo anaweza kuzuiwa, mtu huyo ambaye alikuwa thabiti katika imani, je, nafasi yako wewe na nafasi yangu mimi inakuwa wapi? Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, na mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya 2, na shetani akatuzuia. Nani alimzuia? Nani alimzuia? Ndio ujue kama hakuna maombi kabisa yanakuwaje. Hapa ni mtumishi wa Mungu alikuwa anaomba, lakini mara 2 amefeli, labda ya 3 ndio akafanikiwa. Na pale ambapo hatuombi, tunakoroma tu, umezuiwa mambo mangapi? Mambo yako ambayo ulikuwa unataka yafanikiwe katika maisha yako, katika biashara zako, katika fedha na uchumi wako,
katika ustawi wako, katika maisha yako ya kiroho, mambo ambayo ulikuwa unataka yafanikiwe lakini yameshindwa. Majaribio mangapi katika mambo yako yamekwama? Umejaribu, yamekwama. Na kuambia hivi, yalipokwama hayakukwama kwa sababu nyingine. Ujue nyuma yake yuko nani? Nyuma ya mkwamo huo yuko nani? Yuko Shetani. Huwezi kumwona kwa macho, lakini nakwambia haya ndiyo maarifa ambayo tunapewa, kwamba yuko adui anayezuia, jinsi ya kushughulika naye, jinsi ya kumtoa na kumkimbiza, ili tuweze kupata mlango wa kuvuka na kwenda ng'ambo ya pili ya mafanikio. Tunahitaji kumkimbiza kwa maombi katika jina la Yesu. Mkwamo wote ule ambao unakutana nao katika maisha yako yuko. Wala usiumize kichwa, wala usianze kuangalia watu kwamba unajua fulani huyu ndiye anayehusika fulani. Hao watakuwa wametumiwa tu. Lakini hata kama kuna mtu unamuona, nyuma ya huyo mtu unayemwona kwa macho, nyuma ya hilo jambo ambalo unaliona kwa macho, yuko yeye mwenyewe, Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hilo tu. Alikuwa kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mgonjwa miaka 18 anaugua. Katika miaka hii 18 mwanamke yule alikuwa anahangaika uko na huko kwa matibabu, uko na huko akitafuta uponyaji, na alikuwa yuko ndani ya kanisa, kwenye sinagogi. Mpaka siku hiyo Yesu ameingia kwenye sinagogi hilo, akamwona yule mama amepindana hivi, hawezi kunyoka. Ndivyo ilivyokuwa maisha yake, ndivyo ilivyokuwa anatembea. Yesu alipomwona akamwambia, mama, umefunguliwa katika kifungo chako. Yule mama pale pale akaweza kusimama vizuri, amenyoka. Watu wakaanza kushangaa, na kwa sababu ilikuwa ni siku ya Jumamosi, wale watu wenye imani ya kuto kufanya kazi siku ya Jumamosi wakaja juu. Kwa nini ameponywa leo huyu mtu? Kwa nini ameponywa leo siku ya Jumamosi? Leo sio siku ambayo sio kufanya kazi, sawa sawa na Torati yao ilivyokuwa. Yesu akasema, acheni unafiki. Ni nani ambaye ng'ombe wake akitumbukia shimoni siku ya Jumamosi amtoi? Si zaidi sana mwanamke huyu ambaye Shetani amemfunga miaka hii 18, haikumpasa kufunguliwa siku ya leo? Akasema aliyemfunga huyu ni Shetani. Miaka hii 18 anaumwa, watu wanamuona na hangaika. Ilikuwa ni kazi ya Shetani, kazi ya Ibilisi, lile joka la zamani. Huyu aliye adui wa wanadamu na ufalme wa Mungu, huyu ndiye aliyesababisha huyu mwanamke ameteseka hii miaka yote. Sikiliza, wenda umekuwa ukiteseka, mimi sijui. Wenda umekuwa ukipatwa na mambo yaliyokupata, wenda siku nyingi au siku chache, sijui. Nataka leo ujue kwamba hayo yote yamekupata, aliye nyuma ya hayo matatizo ni Shetani. Na sitaka ujue leo ni Shetani. Kama kuna mtu ambaye ulikuwa unamwona kwamba huyu ndiye amekuwa tatizo, huyu amekuwa kitumiwa tu, wala sio yeye. Nyuma ya matatizo ulio nayo yuko yeye mwenyewe kabisa, adui wa wanadamu ambaye ni Shetani, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ile 13. Luka sura 13 mstari ule wa 11 mpaka 13, alafu 15 mpaka 16. Luka sura 13 mstari wa 11 mpaka 13 kwanza. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yaani hawezi kunyoka kabisa huyu.
Yesu alipomwona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Mstari ule wa 15 na 16 sasa. Mstari wa 15 na 16. Tuendelee tu hapo mstari wa 14. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye uzao Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikumpasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani alimfunga na nani alimfungua? Alimfunga shetani, Yesu kamfungua, lakini aliomba. Amen. Alimwombea. Maombi ndiyo kiboko ya shetani. Mtu awaye yoyote ambaye anaomba, vilivyofungwa katika maisha yake aweza kuvifungua katika jina la Yesu. Tio huyu amefungwa miaka 18. Wenda ujui yako mambo yako ambayo shetani ameyafunga katika maisha yako. Shetani amekufunga katika mafanikio. Shetani amekufunga hata uelewe vizuri neno, unalisikia lakini unataka kupiga hatua fulani hivi za kiroho, wezi. Shetani amekufunga. Ni mtu ambaye unajuhudi na bidii sana katika kujitafutia riziki, lakini kila unachofanya hivi yani hakifanikiwi. Unabaki vile vile tu, mwaka unakuja, mwaka unaisha. Shetani amekufunga. Magonjwa na udhaifu usioisha, siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, shetani amekufunga. Na kuambia hivi, kwa jina la Yesu waweza kufungua vifungo hivyo kwa maombi katika jina la Yesu. Waweza kufungua hivyo vifungo hata wewe mwenyewe kwa maombi yako katika jina la Yesu. Shetani amekufunga. Ni vifungo tu hivyo ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno likasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Acha kutumia akili zako na kujichosha na kujihangaisha. Inapokuwa ni vifungo vya adui, hakuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza ukafungua. Funguo zake, kiboko yake shetani ni maombi. Maombi katika jina la Yesu. Maombi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani umesahau wakati ule Paulo na Sila walipokuwa wamefungwa gerezani? Wakafungwa, wakakabidhiwa gerezani, wakafungiwa humo ndani na wafungwa wengine, kwa sababu tu wanahubiri Injili. Ikaonekana hao watu wanaleta imani nyingine. Wakakasirika wakuu wa watu, wakasema wafungeni hao, wakawachapa viboko, wakawatia gerezani. Funga na makomeo, kaeni gerezani, mnajifanya mnahubiri Injili gani? Lakini nyuma ya hatua zile walizokuwa wanachukuliwa za kufungwa gerezani, kuzuiwa wasihubiri Injili, vitu gani, nyuma yake alikuwepo nani? Ni nani huyo? Shetani. Paulo na Sila, kwa sababu walikuwa ni watu wa Mungu, watu wanayemjua Mungu, wana mafunuo, wanajua kwamba hii ni shetani, wala sio hawa, ni shetani.
na kiboko yake huyo jamaa ni maombi. Hakuna sababu ya kusikitika wala kulia. Hapa anajaribu kutuzuia sisi tusihubiri injili si mwingine, ni shetani. Sasa atatuachia huku ndani gerezani ile kutufungia. Yeye mwenyewe atatutoa humo katika jina la Yesu. Na walifanya nini? Wakaanza kusifu, wakasifu. Uwepo wa Mungu ukashuka. Uwepo wa Mungu uliposhuka, wakaingia kwenye maombi. Maandiko yanasemaje? Misingi ya gereza ikafanya nini? Ikatikisika. Misingi ya gereza ikatikisika. Malango na vifungo vyote vikafunguliwa, na wafungwa wote waliokuwa wamefungwa pingu na minyororo, wote vifungo vyote vikafunguka. Nguvu ya Mungu ikashuka. Shetani akakimbizwa. Vifungo vikafunguka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo ambalo sisi leo tunashindwa kuchua. Tunaanza kutumia akili zetu. Mpendwa, hapa si tufanyeje? Si ukamwone nani? Sasa tunaanza kulaumiana hapa, hamtaki kunisaidia. Yaani mimi mnaniona kabisa. Wewe amekufunga shetani, wanadamu watakusaidiaje? Mwenye uwezo wa kukufungua ni Kristo Yesu, na kile ambacho kinaweza kusababisha ukafunguka ni maombi. Nasema ni maombi. Watu wataki kuomba. Matatizo yanaondokaje? Vifungo vinaondokaje? Hizo shida leo zinaondokaje? Wakati aliyekufunga ni shetani. Nani atafungua hapo? Atafungua nani? Hakuna kufungua. Utalia mpaka sauti itakauka. Wafilipi sura 4 mstari wa 6. Wafilipi 4 mstari wa 6. Wafilipi 4 mstari wa 6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zako zijulikane na nani? Zijulikane na nani? Leo tunataka haja zetu zijulikane na watu. Haja zetu zijulikane na viongozi. Haja zangu azijue askofu. Haja zangu sio zijue mwanadamu fulani. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukusaidia haja zako ambazo zimezuiwa na shetani. Maombi. Sema maombi. Sema maombi. Maombi yatakutoa katika shida hiyo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio ukweli ambao umefichika, na shetani amefanikiwa kuuficha ukweli huu ndani ya kanisa na ndani ya watu walioamini, na kuendelea kutumikishwa na kuendelea kuonewa. Ndio maana leo tuna watu wengi wanaonewa ndani ya kanisa. Hatujui ya kwamba majibu na jinsi ya kumkimbiza shetani asiendelee kututesa, asiendelee kututumikisha, awe mbali na maisha yetu. Hakuna njia mbadala. Mtii Mungu, mpinge shetani, atakimbia kwa jina la Yesu. Atakimbia kwa jina la Yesu. Huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura 16. Matendo 16 mstari 23 mpaka 26. Matendo 16 mstari 23 mpaka 26. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Angalia vifungo hivyo, mpaka miguu yao inafungwa. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila hivyo hivyo wamefungwa miguu, wamefungwa mikono, lakini kinywa si bado kipo. Kwani tunaomba kutumia nini? Tunaomba kwa nini? Hata kama umefungwa miguu, umefungwa mikono, kinywa kipo free. Ndivyo walivyofanya. Wamefungwa lakini vinywa si viko.
na havijafungwa vinywa? Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Mara hiyo milango ikafunguka yenyewe. Sio kwamba ni mtu anafungua, hiyo ni nguvu ya maombi. Kiboko ya shetani amefunga, nguvu ya maombi inafungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yaani kila mtu ambaye alikuwa amefungwa mle gerezani akashangaa vile vifungo, kama ni pingu au ilikuwa minyororo, yote imeachia. Yote imeachia. Shetani amesalimu amri. Ngoja mimi nikwambie, maombi yako wewe mmoja uliyeamini, unaweza ukamkimbiza ibilisi hata akaiachia familia yako, akawaachia na ndugu zako, akawaachia na watu wengine kwa maombi yako, kama jinsi ambavyo Paulo na Sila waliomba. Wafungwa wote ndani ya gereza, vifungo vyao vikalegezwa katika jina la Yesu. Ndio kusema shetani kutokana na moto wa maombi alikimbia kabisa mle gerezani, akaona humo umeingia watu ambao hawaelewi vizuri, akaona moto umetokea, shetani akakimbia, vifungo vya wafungwa wote vikalegezwa katika jina la Yesu. Unaweza kumkimbiza shetani. Unayo mamlaka ya kumkimbiza adui kwa jina la Yesu. Vifungo vyovyote ambavyo amevisababisha katika maisha yako, mimi nakuambia ukiliitia jina la Yesu, ibilisi anaweza akakuaga akasema bye bye, mimi ninaondoka kwako katika jina la Yesu. Nimekuwa nikiwaona mapepo yanaaga. Nimekuwa nikiona mapepo na shetani akiaga akisema mimi ninaondoka, mimi ninaondoka, sirudi tena hapa. Shetani anakimbizwa kwa maombi. Shetani anakimbizwa kwa maombi. Jeshi lake unaweza kulikimbiza kwa maombi yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tena kawaje, akakamatwa Petro, yeye naye mhubiri wa Injili. Kwanza alikamatwa Yakobo alipokamatwa, shetani yuko nyuma ya jambo hilo. Alafu watu hawakuomba. Kwa sababu watu wa kuomba, matokeo yake shetani akafanikiwa kumua Yakobo. Alifanikiwa kumua Yakobo. Alivyoona watu wamefurahi, mataifa wasiomjua Mungu, wapagani wamefurahia, akamkamata na Petro. Akasema huyu naye akae gerezani, alafu itakuja kumuua wakati mwingine. Akafanya hivyo. Safari hii kanisa likastuka, wakasema hapana, lazima tuombe sasa, maana Yakobo amekufa, Petro na yeye amekamatwa, tukizubaa na huyu anakufa. Ikaweje? Matendo ya Mitume sura 12. Matendo 12 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 11. Tusoma para haraka. Panapo majira yale, Matendo 12 mstari wa kwanza mpaka 11. Panapo majira yale, Herodi mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Akafanyaje? Akamuua Yakobo. Mstari wa 3. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne. Jumla 16 hapo. Vikosi 4 vya askari wanne, 4 mara 4, 16, wamlinde. Mtu mmoja huyo
akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu, yani amuue, ndio maana yake. Mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Tayari kiboko kimeandaliwa hapo. Kiboko kimeandaliwa hapo. Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herodi alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mpaka hapo unaweza kuona jinsi ambavyo kanisa limeomba. Kanisa lipoomba wakati Herodi anajiandaa kumchukua Petro siku ya pili yake ili amuue, usiku Bwana akatuma malaika. Malaika alipoingia pale, tayari tunaanza kusikia hayo yanayoendelea. Akamwamsha Petro, minyororo ile aliyokuwa amefunga, minyororo ikadondoka yenyewe mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Akatoka nje, akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Ndugu zangu, maombi yana nguvu. Maombi yana uwezo. Tatizo liko kwetu sisi ambao hatuombi, na ndio maana hatuoni mambo haya makubwa yakitokea, kwa sababu hatuna imani iliyojengwa juu ya maombi. Lakini wale ambao waliomba tangu nyakati za zamani, tunaona jinsi ambavyo maombi hayo yalikuwa ni kiboko ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaja mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herodi na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona nguvu za Mungu ambazo zimesababishwa na maombi, na mpango wote aliyokuwa ameuandaa shetani kwamba Petro yeye naye auawe. Maombi yakafuta mauti katika jina la Yesu. Wewe mimi nikwambie, unaweza ukaambia utakufa, kuna wachawi watakuroga, huyu ni mchawi sana katika mji, watu wengi wanakufa hapa na nini. Hizo zote ni nguvu za shetani ambazo zikikutana na maombi, shetani lazima yeye ndiye akimbie, na wewe utaendelea kuwa hai. Na kama ulikuwa na mission ya kumtumikia Mungu, utafanya huduma hiyo pasipokuwa na kizuizi chochote, maana maombi yako na maombi ya watu wengine katika huduma unayoifanya, shetani hawezi kuzuia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaingia mahali popote pale kuhubiri, hata kama tunaambia kwamba mji huu una wachawi, mji huu haujao kuhubiriwa, mji huu sio watu wanafanya nini, tunajua hizi ni kazi za nani? Kazi za nani? Na kiboko yake ni nini? Kiboko yake ni nini? Shetani hawezi kuhimili maombi wakati wowote. Ni moto ulao, ni moto teketezao. Jiona ukiomba, naungua. Sasa kumbe tunashindwa kushusha moto wa kuteketeza kazi ya ibilisi na kuwakimbiza maadui zetu, kwa sababu wanatuzuia tusiombe. Kwa hiyo kama hatuombi, ni kama tu mainzi mahali popote pale ambapo pamepoa, ugali ulipikwa asubuhi,
umepoa. Kiporo, mainzi wanaenda wanatoa juu pale, si ndio? Panakuwa mahali rafiki, pamepoa. Lakini ebu ipua chakula jikoni, weka hapo mboga ya moto, inafuka moshi, weka na ugali hapo. Hizi atatua atatua Kwa nini? Moto Sasa ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Wewe unapokuwa ni mtu unayeomba, wewe ni ugali wa moto, wewe ni chakula cha moto. Hawezi hapo akaleta mkono au akajaribu hapo, ataungua. Kwa hiyo lazima watafutwe wale waliopoa, tena wamepoa, wako baridi. Akienda hapo anahamia, alafu yani anahamia, alafu anakoroma na wewe usingizi. Yani ni pazuri hata kulala hapo, shetani analala humo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tunasikia mtu ameokoka amelala. We, mtu wa Mungu vipi? Anaweseka. Tunajua hapa kuna shida hapa. We, yani mpaka wanakuja kabisa, alafu unaweseka kabisa. Ni nini hiyo? Huyu mtu yani amepoa kama maji ambayo yako kwenye fridge, hayana madhara yoyote. Chemsha hayo maji, alafu yachemke kabisa hayo maji, alafu uone kama kuna mdudu wa kuingia humo ndani, kama kuna kitakachoingia humo ndani. Anajua akiingia hapo ndio mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ndivyo jinsi ambavyo tunapaswa kuwa. Tunatakiwa kuwa moto, kuwa moto. Sasa moto haupatikani kwa njia nyingine. Moto unatokana na maombi. Moto unatokana na maombi. Come on. Na wewe ukiwa moto, wakikuona wanakimbia. Maana unajua moto unakuja. Tunakimbia. Niache, naondoka, nakimbia, niache. Hapa sio mahali kwenu, hapa sio mji wenu, hapa sio mahali pa kukaa. Hamuwezi kukaa ndani yangu, hamuwezi kukaa katika biashara yangu, hamuwezi kukaa katika nyumba yangu, hamuwezi kukaa katika shughuli zangu, hamuwezi kukaa katika jina la Yesu. Mlikuja kwa njia moja, mtaondoka kwa njia 7 katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa watu wa Mungu. Nani wewe umekuja hapa? Nani wewe malaria? Nani wewe kuzimu? Mmekuja kwa njia moja, maana kuja watakuja. Kubipu watajaribu kubipu, lakini wakibipu sisi tunapiga katika jina la Yesu. Wakibipu sisi tunapiga katika jina la Yesu. Kuna uchawi, kuna wachawi. Mtaa huu kuna wachawi. Kuna dada mmoja hapa simtaji, wakati alipokuwa mtoto mchanga kiroho, ilikuwa ni moto wa kuotea mbali. Wakati mmoja akafunga, yuko mchanga tu kiroho, akawa na maombi yake siku 3 anafunga. Amejifunza somo kama hivi kwamba anatakiwa awe moto, ili hata yale matatizo yaliyokuwa magumu katika maisha yake yanayeyushwa na huo moto, yanateketezwa na huo moto. Hakuna kitakachobaki. Yale yote ambayo yamemsumbua, kadiri anavyokuwa moto mkali, ndivyo anavyoyateketeza hayo yote, yanaunguzwa hayo yote. Ifike mahali atakuwa ni shwari kabisa, maisha yake yametulia, kwa sababu yote yaliyokuwa na msonga yameteketezwa na moto. Akajifunza kwamba ni kwa kuomba. Alipotoka pale wala kuomba ushauri, maana kama angeniomba ushauri kwa jinsi ambavyo alikuwa ni mchanga sana kiroho, ningemwambia usiombe hayo maombi. Maana akaenda akaomba maombi ya siku 3 kavu, akaomba. Unajua kilichotokea? Alikuwa amejifungia ndani, anaomba tu yeye mwenyewe, maombi yake sirini, chumbani kwake anaomba. Pepo walitokea mtaa wa 3, wanapiga kelele, kuna mtu anaomba, kuna mtu anaomba. Watu wakawa wanamfuata yule mtu wengi, kuna mtu anaomba huko, anaharibu, anaomba huko. Yani wametoka naye kama kule
kwenye kona kule. Anaambia kuna mtu mmoja huko, kuna mtu mmoja huko. Kwa nini? Ule moto uliokuwa umetokana na yale maombi, yani uliangaza si pale tulipokuwepo, lakini ulivuka ukaenda mpaka na mitaa mingine, ukaenda na mpaka mtaa wa mbali huko, na kazi zikawa zifanyiki huko kwa ajili ya mtu mmoja aliyekuwa amewasha moto maombi pale mtaani. Kwa hiyo wakaandamana, watu wanamfuata yule mtu mpaka kwenye ile nyumba. Yuko huko ndani humo, yuko huko ndani. Yeye ana habari. Wakati huko ndani kuna nini? Hawakuelewa chochote, maana yeye yuko chumbani kwake anaomba, akasikia tu kelele huko nje, watu wanaongea na nini. Roho Mungu akamwambia pana, usitoke, wewe endelea na maombi yako kama kawaida. Hakutoka. Wale watu wakakaa pale, wakapiga kelele, baadaye wakawa muelewi yule mtu, wakaondoka naye. Ndipo alipotoka akamwambia, bwana, kuna watu wametokea si wapi huko, wanasema kuna mtu huko ndani anaomba. Kwani nani anaomba huko? Sema mimi sijui. Na mimi sijui. Lakini ilikuwa jambo. Akaja akanieleza, nikamwambia ni kweli. Ukiomba unawasha moto. Ukiomba, hiyo ni kiboko ya shetani. Na shetani ujue nyuma yake ana wasaidizi wake wengi. Kuna waganga wa kienyeji, si kuna wachawi, si kuna nani. Ngoja mimi nikwambie, mtu wa Mungu hutakiwi kukaa kwenye nyumba au jirani na wewe kuna mganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Mganga huyu anaweza kukaa tu akastawi kama wewe unaitwa mtu wa Mungu huna maombi. Una maombi. Wakati mmoja mwanafunzi wangu mmoja alikuja, tena wakati kabla tutasijawa mchungaji, akaniambia ile nyumba ninayokaa, yani dirisha langu linatazamana na dirisha nyumba nyingine, madirisha yanatazamana na nyumba nyingine hivi, lakini lile dirisha ambalo linatazamana nalo kuna mganga pale wa kienyeji. Kwa hiyo yani watu wanakuja pale wanaaguliwa pale, mimi nawasikia hapa na nini. Nikamwambia sasa nikwambie kitu. Huyu mganga una uwezo kumhamisha. Nitakufundisha kidogo tu. Maombi kidogo tu. Hiyo fire itakayolipuka hapo, huyo mganga atakimbia. Akasema wako wawili kwenye nyumba hiyo. Nikamwambia sawa sawa. Sasa nataka nikufundishe kitu cha imani. Nikamwelekeza jinsi ya kuomba. Akaenda akaanzisha yale maombi. Akawa naomba kila siku. Huyu mmoja akaona hapa mahali hadi leo, akafunga kilinge chake, akakusanya vitu vyake, akasema jamani, mimi nahama. Nitawaambia kwamba nimehamia wapi, lakini hapa nahama. Hakueleza ni kwa nini. Yule mwingine mmoja akabaki. Yule akaendelea na maombi. Akawa ananiletea taarifa, ambaye wewe omba, kanyaga tembea na maombi yako. Akaendelea kuomba. Yule akawa analeta ubishi, hataki kutoka. Ambaye wewe omba tu, tutaona mwisho wake nini. Wajua kilitokea? Yule mganga aliugua ghafla, akafa. Hakupata hata nafasi kusema kwamba sio aende wapi. Hamna. Kadiri maombi yale yalivyoendelea, ndivyo jinsi ambavyo bakora zile sasa zikazidi, na ule moto ukachochewa. Ulipokuja kulipuka, ndugu zangu, hatuna kitu hatuombi. Hatuna kitu watu wa Mungu hatuombi. Yani Mungu ametupa kila kitu. Ametupa uwezo, ametupa nguvu, ametupa silaha. Anasema vaeni silaha zote za Mungu. Muwe hodari katika hilo. Tumeshindwa kuwa hodari. Na kama umeshindwa kuwa hodari na silaha, matokeo yake nini? Acha upigwe. Acha shughulikiwe. Mpaka siku utakapozinduka kwenye usingizi, sema ala, mimi napigwa wakati silaha nazo. Alafu usimame uanze kuomba, uone mambo yatakavyoanza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo, wewe ni mtu wa Mungu. Unazo silaha za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unazo silaha. Sehemu yako ni ya kusimama na kuchukua hicho kiboko, na kuchukua hiyo silaha, na kutumia wewe uwezo wa Bwana tuliopewa kuweza kumpinga adui na kumkimbiza mbali na wewe. Na kwenye kazi ya Mungu ni vivyo hivyo. Tunachukua hizo silaha, tunachukua hizo bakora na kumtandika huyu adui,
na kumtimulia mbali na kanisa na kazi za kanisa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umejifunza nini katika somo hili? Mahali pale uliposimama juu, simama. Simama. Uwezo wa Bwana uko pamoja na wewe. Unayo bakora mkononi, unayo silaha mkononi. Maombi, maombi. Njoo mbele za Bwana, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Alafu baada ya hapo umwambie Bwana, nipe kuomba, nisaidie niombe, nisaidie Bwana kutumia silaha ulionipatia, nisaidie kuzipinga kazi za adui katika maisha yangu na kumkimbiza shetani. Niwezeshe, msaada wake upo. Maombi tunayo, vinywa vya kuombea tunavyo. Uvivu umetoka wapi? Tumempa nafasi adui ya kuonekana kwamba yeye ana nguvu, na hata wengine wanafika mahali hawaamini kwamba shida walizo nazo kwa jina la Yesu zinaweza zikaondoka. Mashetani hayo yanaweza kuondoka kwa jina la Yesu. Wengine wameyakatia tamaa. Matatizo walio nayo wameyakatia tamaa, hawaamini kwamba kwa jina la Yesu yanaondoka. Na kuambia yanaondoka jioni ya leo, yanaondoka jioni ya leo. Njoo mbele za Bwana, paza sauti yako, omba, omba, omba kwa imani, omba kwa imani. Neno lake Bwana linasema ombeni bila kukoma, ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Ombeni bila kukoma. Kwa nini maombi yako yana ukomo? Kwa nini maombi yako yana ukomo? Kwa nini maombi yako yana ukomo? Unakoma kuomba, unampa nafasi adui.